Serikali katika muundo wake na katika wajibu wake wa msingi, wajibu wa kwanza wa serikali ni kuhakikisha usalama, amani na utulivu wa raia wote wa nchi hii. Huu ni wajibu wa serikali ambao kila kiongozi wa serikali aliyeapa kuilinda katiba ya nchi hii basi ameapa katika kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi hii. Huu ni wajibu wa kila kiongozi wa serikali. Raia katika hali ya amani na utulivu. Na ninaomba kwenu na kuombea viongozi wetu. Muombea Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi wa Majeshi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pamoja naye wasaidizi wake na wateule wake na viongozi wa serikali wenye dhamana ya kuilinda nchi hii, na pia tuyaelekeze maombi yetu kwao. Idi hii tuitumie Waislamu tuwaelekeze umoja. Na umoja si hiari. Umoja ni amri ya Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Waislamu washikamane kupitia dini hii, wawe wamoja. Na ndio maana tumeamua, tumekubaliana Waislamu wa Singida, lakini sio Singida mjini tu, wilaya zote tujitahidi kukaa kwenye viwanja vya pamoja ili kurudisha umoja ambao uliojengwa na wazee wetu waliopita. Msoleni Mtume Muhammad. Japokuwa tutapata shida, lakini kwa sababu ni amri ya Mungu na sisi tumeamua, Mwenyezi Mungu atupe taufiki tufanikishe umoja wetu. Umoja ni nguvu, umoja ambao utatuletea maendeleo Singida. Tunajua watu wamepata machungu, wamejiuliza, lakini Waislamu tuangalie amri za Mungu, tuangalie maslahi ya dini, tuangalie maslahi ya Uislamu. Hapa ndio patakuwa tumepatia, na Mungu atatusaidia umoja wetu inshallah. Niwaombe sana, tumuombe Waislamu tudumisha amani. Tumeambiwa Waislamu mwaka huu Tanzania ina uchaguzi. Naomba niwaambieni, nchi hii ni ya kwetu, na Mungu ndio aliyetaka si tuwe Tanzania. Na haki ya kusikia wanaharakati wanaingia kwenye majumba ya Uislamu, maimamu wanaharamisha uchaguzi. Niwaombe Waislamu, nchi hii ni ya kwetu, tutafute viongozi walie vizuri sisi wenyewe. Lakini pia la nukta ya pili kupitia hilo, tuwe na amani. Hebu tujitahidi Waislamu, amani tulionayo. Ndio maana leo tunasema tusali Bombadia. Watu wametoka watokako, lakini wametembea wanavyotembea kwa vipando, kwa kutembea, lakini hafikirii kwamba kuna bomu au kuna shida yoyote. Hii ni amani, na niwaombe Waislamu tudumishe amani yetu. Niwaombe sana tujitokeze kupiga kura, lakini kwa amani, ili tuendelee kuswali kwa amani, kufanya maendeleo kwa amani, mambo yote tufanye kwa amani, kwa sababu tumetengeneza nchi hii kwa kupitia amani na utulivu mkubwa. Tusiape nafasi machafuko na wanaochochea vurugu. Kila mmoja ajaribu kutazama watoto. Nchi ikichafuka, watoto watakimbilia wapi? Nchi ikichafuka, wazee wetu wakongwe watakimbilia wapi? Tujaribu kuwatazama walemavu. Nchi ikichafuka hawana pa kukimbilia. Kwa hivyo hubbul watan alamatul iman, hubbul watan. Kwa kila Muislam achukue nafasi hiyo
ya kuweza kutanguliza uzalendo na kuipenda nchi yake.